Kwa jina mimi naitwa Safia Ahmed Okash, ambayo ni msimamizi wa mirathi ya marehemu Ahmed Okash ya kesi namba 35/2012. Nimekuwa na hii kesi kuanzia 2012 na kufikia 2020 tukapata ushindi wa kuwa shamba ni mali ya familia ya marehemu Ahmed Okash. Na baada ya kupata ushindi, halmashauri iliingilia kati tena haya na kuweka beacon kudai kwamba ni eneo la halmashauri. Wito wetu familia ya marehemu Ahmed Okash, tunaanza kwa kukujulisha Rais kwamba serikali iliyoko nyuma yako ya kijiji, ya halmashauri, wanatumia neno serikali kupora maeneo ya wananchi pasipo idhini ya wananchi. Mheshimiwa Rais, macho yako iwe kwenye halmashauri ya Meru. Mimi nimezaliwa Bomang'ombe kwenye nyumba hii ya kwa Ahmed Okash. Nimezaliwa boma hiyo na paka nikakua na shamba hiyo kutoka nikiwa mtoto paka leo. Hiyo shamba ni ya kwa Ahmed Okash. Wale ni kama wanataka kuiba, yaani ni wizi tu inatumika hawa watu. Ili shamba ni la kwetu, ni la babangu. Nashangaa leo nimepita shambani nikakuta wameweka beacon ambayo imewekwa na halmashauri ya Meru, kitu ambacho kimenishangaza hata mimi. Naona hii ni dharau kubwa, kama mtu mmoja tu anaweza kuamua kuja kufanya jambo ambalo hili, naona labda ni mfumo umeshabadilika nchi hii kiasi kwamba mtu mmoja anaweza kujiamulia tu jambo na kufanya anavyotaka na kuwasumbua watu wanyonge. Mimi naitwa Jerome Yakurwa. Nimekodisha shamba. Walikuja watu wenye gari na cruiser wako na DFP. Tukawauliza DFP. Nikawauliza, jamani, mbona mnapima tena huko, na maana mwakani tutapata mashamba? Wakasema hapana, sisi tunaweka tu alama, mtaendelea kukodisha. Wakaweka alama zao, wakaendelea kushuka. Wakaendelea, wakasema kama mna maswali zaidi tuweze kuuliza, ulizeni mwenyekiti. Aliyefungua shauri alikuwa anaitwa Safia Ahmed Okash, akidai eka 2400. Na halmashauri mpaka wakati huo ilikuwa haijawahi kushtakiwa, ni eneo lake inaendelea. Maka yule ameshinda dhidi ya nani? Tija, umeshinda dhidi ya mtu ambaye hana eneo. Labda sasa hiyo biko mimi ninachokijua sisi halmashauri tunaweka katika eneo ambalo ni nje ya eneo ambalo tunaweka biko ni halina mgogoro. Mahakama haijagawanya hiyo miradi, hatujaiona. Sawa, kwa sababu kilichofanyika inawezekana kule wamekwenda wao hawakudisclose ukweli, wanagawana kwenye makaratasi. Inawezekana wamemislead mahakama kwamba neno la kwetu, kwa sababu ungekwenda pale na evidence kwamba ile neno la kwetu tunalimiliki hivi na hivi, hiyo hukumu ungekuletea ungeiona. Haionyeshi ndio kama ni la kwao. Alafu secondly, ile neno la serikali. Mliloniuliza kwamba mwanasheria wa halmashauri ya Meru anasema kwamba hukumu haikuonyesha mpaka.